Leo ikiwa ni Machi 3, jumuiya ya kimataifa inaadhimisha siku ya wanyamapori duniani, na katika hili yapo mengi ambayo yanatambuliwa, ikiwemo siku hii kutengwa maalum kwa kutambua na kuthamini mchango wa wanyamapori kwenye ustawi wa mazingira, uchumi pamoja na masuala ya maendeleo. Lakini sambamba na hilo, kuangazia pia hasa matumizi endelevu za rasilimali asilia. Na katika hili tutajadili na kufahamu kuhusiana na utalii pamoja na uhifadhi wa wanyamapori na kile ambacho kimekuwa kikifanyika hapa nchini katika siku hii, na kimsingi pia maadhimisho haya yakiwa yanafanyika kule Arusha. Na katika kujadili na kuzungumza kuhusiana na hili, tumemwalika hapa afisa mhifadhi mwandamizi ambaye pia ni afisa ujirani mwema kanda maalum ya uhifadhi ya Dar es Salaam kutoka Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori Tanzania TAWA, Sanjo Mafuru. Karibu sana. Asante sana Matilda. Karibu sana. Asante. Heri ya siku ya wanyamapori duniani. Na kwako pia Hilda pamoja na Goodluck katika viunga vya Azam. Ni siku njema, tunafurahi kwa sababu dunia inatutambua sasa na inaelekeza nguvu katika masuala ya kuhakikisha kwamba wanyamapori wanalindwa pamoja na mazingira yao, ikiwa ni pamoja na miti ambako ndio mazingira ya asili wanakopatikana. Kwa hiyo tunafurahi sana Hilda. Na kwa nini siku hii ama umuhimu wa kuadhimisha hasa wanyamapori umekuwa na umuhimu kwa kiasi gani kwenye maendeleo? Umuhimu wa kuadhimisha siku ya wanyamapori duniani ni pamoja na kusema kwamba kutambua mchango mkubwa wa sekta ya uhifadhi katika masuala ya kimaendeleo. Unajua sekta ya uhifadhi ina mafanikio chanya mtambuka ambayo unaweza haraka ukaangalia katika nyanja za kiuchumi, ukaangalia nyanja za kijamii, ukaangalia katika kimazingira, kitamaduni, namna hiyo. Kwa mfano tunaongelea utalii na tunapoongea uhifadhi au utenganishi na utalii. Kwa ina maana unapohifadhi unapata watalii wanaleta pato kubwa katika nchi, kama unavyofahamu jinsi gani sekta ya utalii inavyochangia katika uchumi wa ndani wa taifa kwa 17%, lakini pia unaleta ajira kwa wananchi, kwa maana hiyo sasa ni kijamii. Lakini pia ukienda kwenye masuala ya kimazingira, bila kuwepo miti na wanyama ambako ndio sosi ya vyakula vyetu sisi wanadamu, maisha yangelikuwaje Hilda? Bila wanyama, bila miti ambao ndio wazalishaji wakubwa vyakula katika ule mnyororo wa uzalishaji wa vyakula, food chain, ingelikuwa ni kitu kigumu sana, tusingekuwa na maisha hapa duniani. Lakini pia kimazingira, unaona jinsi gani mabadiliko tabia nchi yanavyohitaji kuwepo kwa wanyama na mimea, na ikiwa ni pamoja na rutuba ya ardhi tunayoishi. Ili uweze kuzalisha mazao mengine unahitaji mbolea inayotokana na wanyama au na miti ili uweze kuendelea. Lakini katika kitamaduni, mimi na wewe tunakubaliana kwamba baadhi ya makabila yetu tunayajua. Mathalan ukichukulia hata Wasukuma na kabila zingine tunazo nchini zinatumia baadhi ya wanyama katika shughuli za kitamaduni, lakini pia zinatusaidia katika masuala ya research, tafiti na usomi, ambao sasa hivi tunatumia mara nyingine tukitaka kupata matumizi ya dawa fulani, unatumia genome au ile sehemu ya mnyama au mmea kutengeneza madawa ambayo tunayatumia kuweza kuboresha afya zetu. Kwa hiyo unaona umuhimu jinsi ulivyo katika kuisherekea. Kwa hiyo tunaangalia yale mafanikio tulionayo au mazao tunayapata kutokana na uhifadhi wa wanyamapori na misitu katika maisha yetu ya kawaida. Tunakuja na sisi tunasema hivi, turudishe fadhila kwa hivi viumbe asilia ambavyo Mwenyezi Mungu ametupatia, ametokea katika nchi yetu, ili tuweze kusema kwamba na sisi tunashukuru kwa sababu uwepo wenu umetengeneza maisha yetu. Sawa kabisa. Na changamoto zipi hasa ambazo mnakumbana nazo katika masuala mazima ya uhifadhi? Changamoto tunazokutana nazo katika tasnia ni pamoja na ujangili. Ujangili ni kitu ambacho, na ndio hiki ambacho pase hata ukiangalia hii siku ya wanyamapori imemlika sana. Ujangili pamoja na
biashara haramu ya mazao ya wanyamapori duniani kote. Hii ni jambo la kwanza ambalo kwa kweli tunakutana nalo. Lakini pia changamoto nyingine ambayo tunakutana nayo katika masuala ya uhifadhi ni magonjwa, mlipuko wa magonjwa ambayo ni ya wanyamapori yanaweza katokea mlipuko mkubwa ukajikuta kwamba wanyama wanakufa katika wingi kwa wakati mmoja, ambayo ni yale magonjwa ambayo yanatoka kwa binadamu kwenda kwa wanyama na kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu. Lakini changamoto nyingine pia sasa hivi tunayoiface au tunakumbana nayo ni pamoja na maendeleo ya kasi ya teknolojia. Unajua teknolojia ina advantage na disadvantage. Ndio. Sasa hivi unajua unaweza kuikuta faida mojawapo, unajua unatengeneza mazingira mazuri ya uhifadhi, lakini pia watu wanatumia teknolojia hiyo kuhakikisha kwamba mambo hayaendi sawa katika masuala ya uhifadhi. Kwa hiyo hizi ni changamoto kubwa ambazo unaweza kusema kwa haraka tunazokutana nazo. Lakini kushamiri kwa vitendo vya ujangili naweza nikasema good luck vinakuwa ni tishio kubwa sana kwa ukataji wa miti ovyo, kwa maana kuvuna pasi na kufuata sheria na kanuni, na uwindaji haramu ambao unapelekea wanyama wetu kuweza kuwa katika hali ya uhatarishi. Yaani wanyama gani ambao unaona wanapotea kwa kasi sana nchini Tanzania? Wanyama wapo wengi, lakini ndo hapa kwenye haya maadhimisho pia tunawatamka wapo kwenye listi namba 1. Na wanyama hawa ni pamoja kwa uharaka, kwa sababu nikijibu swali lako, ni pamoja na mbwa mwitu wa dogs wapo kwenye hatarishi kabisa wa kupotea. Black rhino ni faru weusi ni wanyama wengine ambao unaweza ukawataja. Lakini pia jamii ya gorilla, chimpanzees au chimpanzee gorilla, sokwe mtu, nashukuru good luck, ni pamoja wanyama ambao wapo kwenye hatarishi mkubwa. Unadhani kwa nini? Sababu kubwa hasa ni? Sababu kubwa mara nyingi zipo kama sababu 5-6. Tunapo kwa haraka sana, ya kwanza nimeitaja, nimesema ujangili. Na hiyo ujangili ambao unapelekea sababu ya pili, biashara haramu ya kuuza mazao ya wanyamapori kwa sababu ya imani fulani au kupata kipato cha mtu binafsi, inategemea na hulka. Lakini kingine cha tatu ni magonjwa. Magonjwa yanasababisha pia kama nilivyojieleza hapo awali, lakini pia kitu kingine ni pamoja na mapoteo ya yale makazi ya wanyama, habitat loss, kutokana na shughuli za kibinadamu. Land use plan, watu tuzingatie matumizi bora ya ardhi. Mwisho wa siku tunaingilia kwenye makazi ya wanyama na zile njia zake wanakopita. Lakini kingine kinachopelekea hicho ni pamoja na baadhi ya wanyama hao niliowataja ambao wanachukua muda mrefu sana kuzaa alafu na kunyonyesha. Mathalan mnyama kama black rhino na white rhino wanatumia miezi 15 mpaka 18 kuweza kupaka kumtunza mtoto. Pia hata tembo anatumia miezi 22. Alafu unakuta sasa tena ukafanye poaching kwenye mnyama huyu, amezaliwa baada ya miaka 2, alafu tena akauawe. Utaona jinsi gani mpaka huyo tembo tena harudi apate mimba, azae mtoto, amnyonyeshe, amkuze, upate ongezeko. Lakini sababu ya mwisho, good luck, ndugu yangu, unaweza ukakuta ni pamoja na hao wanyama niliowataja wanakuwa hawana parental care nzuri. Kwa mfano kama dogs au mbwa mwitu, akishazaa watoto anaweka kwenye mapango, alafu anakwenda umbali mrefu kutafuta chakula kwa ajili ya watoto. Huku nyuma kuna poaching, kuna magonjwa, kuna wale wavamizi, predators wanakuja wanakula vile vifaranga, wanakula wale watoto. Kwa hiyo unakuta hao wanyama wanakuwa kwenye hatarishi kwa hizo facts. Kwa hiyo na maana mwisho wa siku ndio maana tunahitaji kuwaongezea nguvu ya protection, ulinzi imara madhubuti, ili kuhakikisha kwamba wanalindwa kwa uchache wao waendelee kuongezeka kadri ya siku inavyozidi kwenda. Na kwa upande wa wanyamapori ambao Tanzania ina idadi kubwa, tafiti zinaeleza simba pamoja na nyati, buffalo wanaongoza ama tunaongoza kama nchi. Ni kwa namna gani tunanufaika na idadi hii? Niweke sawa mhifadhi mwenzangu Heda, napenda nikuite hivyo. Ni kweli kwamba Tanzania tunajivunia kuwa na idadi kubwa ya simba kama ulivyosema, kulingana na hii ni kwa muktadha wa Umoja wa Kimataifa unaohifadhi na kulinda uasilia, IUCN, ya tafiti ya mwaka 2023. Tuna simba zaidi ya 17,000 fikiria nchini, tukifuatiwa na Afrika Kusini ambao wana simba 3,306.
halafu Botswana wanafuata 3064. Angalia hiyo. Kwa hiyo sisi ndio tunaongoza Afrika. Yani sisi tuna 17,000, anayetufuata na 3,000. Okay. Alafu pia umesema kuhusu nyati, ni kweli tuna 225,000. Mtu anayetufuata ana 46 ni Afrika Kusini. Tuna karibu nusu ya nyati Afrika. Walioko Afrika. Unaona Lakini pia chui tuna 24,000. Hebu tuone hizo ni takwimu, yani hizo ni data kabisa, ni takwimu za tafiti. Alafu na pia ukimalizia mnyama tembo ambaye tuna 60,000, sisi ni watatu kwa Afrika. Na hii ya simba sio tu Afrika, ni dunia nzima. Dunia nzima. Yaani ninapokuwa naongelea, unajua sasa hivi tukiongelea Afrika ndio ambao uhifadhi huko mkubwa. Kwa hiyo ukiwa kwanza Afrika automatically ita implicate kule duniani. Sasa umuhimu ulioko ni upi? Umuhimu wa kuwa na hivyo vituo vinavutia watalii wanavyosikia hizi takwimu kutoka haya mashirika kama IUCN, wanapata ule mvutiko wa kuja kuona na kuangalia katika umati huo na katika wingi huo. Hebu kumbuka hapa tujongelea habari ya nyumbu na unavyojua jinsi gani ule mtawanyiko wa nyumbu katika hifadhi za Serengeti wildebeest migration. Hatujaongelea kuhusu pundamilia ambao wewe unajua unawaona na wako katika kasi, ukuaji ni mkubwa sana. Sasa wanavutika kuja, hilo ni la kwanza. Lakini la pili, inatusaidia kupata support kutoka yale mashirika makubwa duniani kama WWF, WWF, Wildlife Conservation Society, African Wildlife Foundation, AWF, wanapata nguvu pamoja na hii yenyewe IUCN ambayo iko chini ya UN kusupport miradi yote ile ambayo ni ya kiuhifadhi katika nchi global na katika nchi yetu kama maana ya Tanzania. Lakini pia inatuweka katika uso wa dunia. Kama umeangalia mara nyingi afande katibu mkuu pamoja na delegation walikuwa wakienda nje, wanapata zawadi kubwa kutoka recognition ya taifa. Kwa hiyo taifa wetu wa Tanzania unatangazwa worldwide kwa sababu tunafahamika Tanzania licha ya kwamba tuko Afrika, lakini dunia nzima inatusikia kwamba Tanzania ni nchi ambayo ina maliasili za kutosha na watu tunajua katika ramani ya uso wa dunia. Kwa hiyo mwisho wa siku tunapata tafiti nyingi pia kutoka mashirika makubwa yanakuja kufanya tafiti kwenye wanyama hao katika wingi, lakini usisahau kabisa mwisho katika yote ni hiyo idadi kubwa ya watalii ambayo hata sasa nafikiri kutokana na data ambazo kama umekuwa ukisikiliza na ninajua unafuatilia, utagundua kwamba Tanzania tunaongoza kuwa na kuongezeko la watalii nchini kwa kasi kwa sababu ya uwepo wa rasilimali wanyamapori na misitu ya kutosha nchini. Sasa katika hilo pia turejee kwenye theme ambayo ya mwaka wa 2026 ambayo umekuwa ikisisitiza kuhusiana na masuala ya miti dawa na ile ambayo na manukato kwa ajili ya kutunza afya, kuimarisha urithi na kuboresha pia maisha. Hii ina maana gani na inahusiana vipi na wanyamapori? Na wanyamapori. Nashukuru sana Goodluck. Na mtu atashangaa, sasa wanyamapori leo wanaongelea kuhusu miti. Ni kweli kwamba wanyamapori huwezi kuongelea rasilimali wanyamapori ukatenganisha na miti. Unajua makazi ya wanyamapori kiacha mazingira, makazi kwenye haya mazingira kuna miti na wanyamapori. Kwa hiyo ni vitu viwili au vitatu vinavyokaa kwa umoja. Lakini pia tukumbuke originally au tuangalie genesis ya hii maadhimisho ya siku ya wanyamapori duniani. Ndio utaona connectivity iliko. Siku ya wanyamapori duniani ilitengenezwa au ilikuja na kuwekwa katika Baraza la Umoja wa Mataifa katika kikao chake cha 68 ambacho kilifanyika 2013 Desemba ya 20. Kikao hiki kilikubaliana kuchukua agenda za CITES ambayo kwa Kiingereza tunaita Convention on International Trade for Wildlife, Fauna and Flora, ambao huo mkataba ulisainiwa ni mkataba wa kudhibiti matumizi ya rasilimali ya wanyamapori na matumizi haramu ya biashara ya wanyamapori na matumizi haramu ya wanyamapori. Wenyewe huo mkataba ulisainiwa tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 1973. Baada ya kuona umuhimu wa ule mkataba ambao unazuia au unadhibiti biashara ya kimataifa ya wanyamapori pamoja na mazao yake au na ile hata haramu ikiwepo kwa ujumla wake, Baraza Moja wa Mataifa kupitia nchi ya Thailand ambao ndio waasisi wa kuleta hilo azimio ili kuweza kuleta uhifadhi wa wanyamapori na kuhakikisha kama uhifadhi wa wanyamapori unakuwa supported
worldwide wakaiadapt hiyo siku na kuadapt huo mkataba ambao mara ya kwanza ulionekana kama vile unafanya kwa wewe mwenyewe kwa nchi inavyotaka. Na kule ndani katika mkataba nimesema kuna wildlife, fauna and flora. Maana yake kuna wanyamapori na mimea. Unaona ndani huo mkataba. Baada ya kuadapti ambao mpaka sasa hizi una wanachama 184 duniani kote. Ndio hapo sasa maadhimisho ya siku ya 3 baraza hiyo ikaitangaza tarehe ile wa mkataba wa CITES ambao ni tarehe 3 mwezi wa 3 ambao ndio uliasisiwa, ndio hiyo siku ya kuadhimisha siku ya wanyamapori duniani, na nchi zote ambazo zina rasilimali wanyamapori pamoja na misitu ziende kwenye hiyo tarehe na kuhakikisha kwamba dunia nzima inazungumza kitu kimoja katika kuhifadhi na kulinda wanyamapori. Sasa nikija kwenye kauli mbiu mwaka huu kauli mbiu imejikita kwenye mimea dawa na manukato. Alafu inasema mimea dawa na manukato inatunza afya, inahifadhi urithi, inaboresha maisha. Sasa jiulize kwa nini hapa? Sasa kwa mfano taratibu tu, sisi kama jamii ya wahifadhi tunategemea mimea mbalimbali katika shughuli zetu za uhifadhi. Kwa mfano tunatumia mimea ya pilipili kichaa kuweza kudhibiti wanyama wakali na waharibifu. Nafikiri kuna kitu tumefanya session na nyinyi. Jinsi ya kudhibiti wanyama. Wanyama tembo. Hii pilipili kichaa ulisema inatumika inakuwaje? Inapakwa kwenye kamba na inazungusha kwenye mashamba. Unajua inadhibiti tembo wasiwezi tembo kwa sababu ana sense ya ananusa harufu na ana sense kali sana. Watu wanafikiri kwamba mbwa anaongoza, lakini tembo ndio ana zaidi ya seli 2000 katika mdomo wake wa kunusa. Unajua na kujua kwamba pale kuna nini. Ila harufu inamwirritate. Unaona ikishamwirritate hawezi kusogea pale kwa sababu anajua madhara ya kula pilipili. Kwa hiyo shamba lako ukizungushia kamba ile iliyopakwa pilipili kichaa, tembo hawezi kufika, anakimbia. Kwa hiyo unaona jinsi gani inasaidia. Simba Simba hapana. Simba ananusa lakini nani mzuri kwa sababu lakini Simba huwezi kutumia bibi kichaa. Lakini hebu hiyo Simba tuiache kwanza hapo good like. Unaweza kutumia bibi kichaa afu kama ndio umemchokoza. Sasa nataka nielezee hapo, unaona jinsi gani tunaitumia. Tunafahamu hiyo mimea tunaitumia kuweza kupunguza migongano kati ya binadamu na wanyamapori. Lakini sasa tuache huko, tuende kwenye mimea tiba. Mimi na wewe tunafahamu kuhusu mlonge ambao tunaita moringa. Mimi na wewe tunafahamu kuhusu mwarobaini ambao tunaita neem plant. Hii mimea inatumika na jamii ya Kitanzania. Yaani nenda kote nchini wanaifahamu umuhimu katika kuimarisha nguvu za mwili, kuongeza mwili kwa maana nguvu za mwili, kuweza kutoa magonjwa ya ngozi, kuweza kutibu magonjwa ya kisukari, magonjwa mbalimbali yanatumika hii mimea, na ina kazi ya pia ukiachia kwa mfano kama mbegu za mlonge unaweza pia ukatumia kusafishia maji kusema ambazo kuna uhaba maji ambayo hayako safi, unaweka inafanya filtration. Wanafahamu yani hizi ni njia ambazo zipo za kiasili ambazo unaona jinsi gani mimea hiyo ukiachana na tiba utaona inasaidia katika masuala mazima ya shughuli za binadamu, kusupport maisha ya kibinadamu. Na ndio maana unaona sasa tunasema mimea dawa na manukato. Manukato ndizo kama smell na unajua perfumes, unajua hata ukiachana na perfume tu zile ambazo tunazopuliza kwenye manukato tunapuliza kwenye nguo zetu ambapo pia yanatokana na miti, usichangae good luck. Extract zake zinatumika kutengeneza manukato, lakini pia zinatumika kwenda kuditawa na wanyama wakali na waharibifu kama unaweza ukaitumia otherwise. Sasa haya unaona jinsi gani yanatunza afya zetu. Hiyo ni moja, lakini mbili inahifadhi urithi. Hivi tumevipata toka kwa wazazi na wazazi. Na watu wengine wanaweza kashangaa hapa kwenye kutunza urithi. Mimi narudi tena kuambia Watanzania wakumbuke hata Azimio la Arusha ambalo liliasisiwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Haya mambo yote unayoyaona yana mwanzo kutokana na waasisi wetu wa taifa letu. Alitoa azimio mwaka 61 akielezea jinsi gani ya sisi kutumia nguvu zetu hata kama tunakwenda kaburini kuhakikisha kwamba rasilimali wanyamapori na misitu inahifadhiwa kwa ajili ya vizazi vya sasa na vinavyokuja. Na akasema kabisa tutatumia nguvu zetu zote kwa kuwaita mashirika mbalimbali duniani, unajua na ulimwenguni kote tuweze kulinda rasilimali za wanyamapori. Kwa hiyo unaona jinsi gani hapo jinsi inavyoanza. Kwa hiyo
ina maana mtu mwingine good luck, samani kidogo hapo niweke sawa kwamba watu wanaona kwamba haya maadhimisho ya siku ya wanyamapori yametoka tu kwenye kizazi cha sasa. Hapana, Tanzania tumeanza na hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 61 kabla ya mkataba wa CITES ambao umeasisiwa mwaka 1973. So unaona kuna gap la miaka 12 baada ya kuyasikia mawazo yale ambayo alikuwa akiongea wakati ule, wakayaweka kidunia, na baadaye 2013 Baraza la Umoja wa Mataifa UN ikaichukua ile kazi ambayo imefanyika miaka ya nyuma iliyoasisiwa na waasisi wetu, wakaiweka katika uso wa kimataifa. Kwa hiyo utaona jinsi gani tunavyounganisha haya mambo. Na katika mwendelezo wa hilo tusikie pia kutoka kwa mkurugenzi wa Bodi ya Utalii Tanzania Ephraim Mafuru ambaye amezungumza pia juu ya hili. Kwa Tanzania, wanyamapori si urithi wa asili pekee. Ni msingi wa utambulisho wetu kama taifa. Ni uti wa mgongo wa sekta yetu ya utalii na ni chanzo cha ajira na kipato kwa maelfu ya Watanzania. Ni fahari inayolitangaza taifa letu kimataifa. Hebu piga picha. Kupitia rasilimali hizi, Tanzania imeendelea kuwa kivutio kinachoongoza duniani kwa utalii wa wanyamapori. Mwaka jana tu katika tukio la dunia tulishinda tuzo ya World Leading Safari Destination dunia nzima, kikivutia wageni wengi kutoka pande mbalimbali za dunia. Bodi ya Utalii Tanzania inaendelea kuhamasisha na kukuza utalii endelevu unaolinda mazingira, unaoheshimu bioanuwai na unaohakikisha wanyamapori wetu wanahifadhiwa kwa manufaa ya kizazi cha leo na kizazi kijacho. Na ndio maana slogan yetu inasema tumerithishwa, tuwarithishe. Tuwahifadhi wanyamapori hawa kwa mustakabali wa taifa letu, kwa sababu bila wanyamapori hadithi ya utalii wa Tanzania haitokuwa kamili. Heri ya siku ya wanyamapori duniani. Naam, ni Ephraim Mafuru akizungumzia pia kuhusiana na siku hii ya wanyamapori na katika mwendelezo wa hilo. Naona leo ni kina Mafuru tu wanazungumza. Kuna uhusiano wote kati ya kina Mafuru na utalii au tuendelee tu? Mafuru anaweza kuzungumzia kwa asante. Nisingekuwa msemaji sana sababu mkurugenzi Ephraim ni bosi wangu, kwa hiyo naomba ishie tu hapo kwamba itifaki na nini inachukua mkondo wake kabisa. Ndio. Katika umuhimu pia wa kufikisha hii elimu kwa jamii, ni mambo gani hasa ambayo mnafanya hasa pale ambapo ulizungumzia kufahamu tahadhari hizi pale ambapo wanyama hawa wanaingia katika maeneo ya watu, ama kama pia ambavyo mnasema kwa sababu watu pia wenyewe ndio wanakuwa wanaishi wakati mwingine katika njia zile za wanyama? Tunachokifanya actually, nashukuru sana Hilda, tunafanya elimu za uhifadhi kwa jamii kama unavyoona leo tunavyosherehekea hapa. Leo tumekuja tunasherehekea, lakini tunaendelea kuhamasisha. Elimu za uhifadhi zinaendelea mashuleni, zinaendelea kwenye vijiji, kwenye mitaa, kwenye majiji, kwenye vyombo vya habari, tukiwaonyesha umuhimu wa kuhifadhi wanyamapori. Na mimi napenda niseme tu hapo Hilda, Watanzania sasa hivi wanahamasika, lakini pia waendelee kuhamasika kuzisikiliza hizi ili kuweza kujikinga na migongano isiyo sahihi, waone faida zaidi kuliko kuona hasara kwa upande wa macho yao, kwa sababu kizalendo zaidi ukiyaona haya utaendelea kufocus kwenye kuhifadhi wanyamapori. Lakini pia ukiachana na hilo, ukiachana kutoa elimu, bado jamii ya Kitanzania kubwa inafaidika na kufanya tafiti na kusoma. Leo akina Mafuru unaongelea, mkurugenzi unaongelea, na mimi unajua na wengine tunatumia platform hizi kujifunza mambo kadha wa kadha, na mimi nataka nikwambie pale ambako tutafika kwenye utafiti nzuri zaidi utakuja kugundua kwamba maisha yetu yote yana depend kwenye nature, ya connected na nature, ambavyo katika nature tunaongelea misitu na wanyamapori. Kwa hiyo hii swala linatakiwa liingie vichwani mwa Watanzania
na Wanaafrika kwa ujumla yake kuelewa kwamba uhifadhi wa wanyamapori si kwa ajili ya mtu pekee, ni kwa ajili ya nchi, kwa jamii nzima, taifa zima na dunia. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi tunaendelea na kuhamasisha, lakini pia tunatumia siku hizi, hatuangalii kuongea tu kuhifadhi wanyamapori pekee na miti. Tunajaribu kuunganisha na utalii wa mambo kale, kwa mfano za kitamaduni, za kimazingira, kuhakikisha kwamba kutumia pia youth engagement kwenye mambo ya music, watu kufurahia kwa pamoja. Kwa hiyo tunakuwa na mabonanza, kuhakikisha kwamba watu wanapata hiyo elimu, sio tu kunasikia tu wanyama, una pia kidogo unapata kusherekea, unapata kudance, unaweza kufanya coordination ya mwili wako, kuhakikisha kwamba unaelewa umuhimu ya uhifadhi in connection na masuala mengine, tasnia mtambuka. Tukiangalia kauli mbiu ni kama inaendeleza ile dhana kwamba pia utalii unaweza kuwa tiba, yani kwa maana ya kwamba ukifanya utalii unapata tiba ya kiakili na kimwili, lakini pia mimea hii ambayo inagusiwa hapa inaweza ikatusaidia, kwa sababu sasa hivi pia tumekuwa na changamoto nyingi za kukosa misaada ya dawa huko duniani na vitu kama hivyo. Kama mdau wa utalii, unadhani inaweza kutusaidia vipi kuweza cover hilo gap ama kutatua hilo tatizo? Umesema vizuri kabisa. Yani hii ndio sasa hivi hata utalii unaobamba sasa hivi duniani ni pamoja na tunasema utalii wa miti, utalii wa botanical tourism. Unaenda kukutana na miti, aidha kwa kufanya makumbato, aidha kwa kutumia vitu kadha wa kadha. Unaenda maeneo ambayo yana hewa nzuri, kama tulivyo hapa Dar es Salaam tuna hifadhi ya Pande au Kunduchi pale. Unaona kuna baoba mkubwa ambao huwezi kukumbatia, watatu hamwezi kukumbatia kwa wakati mmoja. Watu wanafanya vitu kama hivyo, lakini pia kuna kuwa na hali ya utulivu ambako unapata kuboresha afya ya akili, ambako pia unaweza ukawa connected, unajua, na mambo mengine ya kufanya. Watu hawa saizi wataalamu wa masuala ya mwili, unajua, wana usponji mwili, wanafanya nini ukiwa kwenye nature. Kwa hiyo nataka niseme kwamba na hata hiyo miti yenyewe watu wanaifahamu. Unajua, mimi ningependa nidikata hivi kwa kabila langu, lakini ngoja niishie tu hapa. Kuna baadhi ya miti ambayo tunaifahamu kabisa, ukitumia kama una tatizo la asas au magonjwa fulani, unatumia na inafanyeje, inaondosha. Sasa kama unavyosema, mchango wangu ni kwamba sisi wahifadhi pamoja na tasnia ya tafiti, hapa naongelea TAWIRI, tunahitaji kuongeza nguvu, tena nguvu kweli, ya kuhakikisha kwamba hiyo mimea moja kwa faida yake, kwa sababu Mwenyezi Mungu hakuishusha tu ile mimea tunavyoamini, ameileta na makusudio kwamba itumike kutibu magonjwa mbalimbali. Watu wanapopata matatizo ya pressure, sukari na nini, tujue specifically ni mimea gani kwa kiwango kipi. Kwa hiyo na maana tafiti zikiendelea kufanyika, ndugu yangu good luck, ninaamini Tanzania tutapaa na jinsi tulivyo na mimea hii. Kwa kweli naomba nikwambie, naomba utembee kifua mbele. Tuna mimea mingi sana, wanyama wa kutosha sana nchini. Yaani nina furaha, mimi mwenyewe ninatabasamu, nasikia furaha kuliongelea hili. Ni fahari kubwa sana kwa Watanzania. Na tukiendelea sasa, watafiti wetu na wasomi wetu wakiendelea, na sisi wenyewe kwa ujumla, Watanzania wote na wasomi kwa ujumla wake, tukaendelea kufanya hili, na hakika tutafika sehemu siku moja. Nina ndoto hiyo. Tunapokamilisha pia ujumbe wa TAWA kwa wananchi kuhusu siku hii ya wanyamapori duniani. Ninashukuru sana Hena. Sisi TAWA tunasema hivi, TAWA tumeboresha miundombinu. Ukiachana na masuala ya uhifadhi tunaofanya katika hifadhi zetu, miundombinu imeboreshwa. Kamishina wetu Afande Mlage pamoja na kurugenzi yake nzima inaboresha miundombinu katika maeneo ya mkakati. Tuna Makuyuni, tuna Kunduchi, tuna Pande, tuna Wamimbiki, tuna Mpanga Kipengere, tuna Ruila, tuna Tabora Zoo. Nafikiri mnasikia maeneo haya yote ya uhifadhi yanabamba sana. Sasa tunachosema, kwa sababu tunahitaji uhifadhi ambao ni shirikishi na pia supported na wananchi ndani, utalii kwa maana utalii wa ndani, baada ya mfungo mtukufu wa Ramadhani, mfungo mtukufu wa Ramadhani pamoja na Kwaresima tuliyoko sasa, sisi TAWA tunawakaribisha Watanzania wote kwa moyo wa dhati kabisa mkunjufu. Tunawaomba na kuwasihi watembelee maeneo yetu haya, kwa sababu yana vivutio vizuri, na kama tulivyosema tulivyoelezea umuhimu wa uwepo wa vivutio hivi, ili waweze kuvifikia kama Watanzania, waweze kuenjoy, waweze kufurahia, waweze kuboresha afya zao, na mwisho wa siku waendelee kuona hii turathi au urithi huu tuliopewa na Mwenyezi Mungu tunaukumbatia pamoja. Lakini katika yote, sote kwa pamoja tujiunge na tumsupport Amiri Jeshi Mkuu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, kuhakikisha kwamba tunaongeza nguvu katika masuala ya uhifadhi ili tuweze kufika mahali, kwa sababu tukimwangusha
na hizi jitihada anazofanya za Royal Tour na Amazing Tanzania, tutakuwa tujafanya chochote. Shukran sana, tunakamilisha hivyo, na kubwa ikiwa ni siku ya wanyamapori duniani.